mimi wavivu kwenye jiji la Arusha hatuwataki, na nimeshawatangazia mbele ya mkurugenzi ya kwamba usafiri mchawi ni mwenyewe nitahangaika, hata kama ni wizarani nitaenda mwenyewe. Tunataka watu ambao maelekezo ya viongozi na wao wenyewe wanajituma wenyewe kufanya kazi ambazo wameajiriwa kuzifanya bila kusubiri shuruti ya kutoka viongozi wa juu. Inakuwa jambo la kuumiza, anakuja kiongozi anasema mambo na mtaalamu naye ndio akasikia pale. Jambo ambalo kwa kweli linatuhuzunisha sana. Nilikuwa mkuu wa mkoa, naona fedha ambao watu wamepata. Nilikuwa mwenezi pia unaenda mahala, kagamu makala alikuwa mwenezi ameenda mahala. Pamoja na tabia wananchi kupenda kuyasema yale yale, lakini wao wanapenda kuyasema pia wanapoona hawapati majibu ya kero zao. Kwa mimi nakuhakikishia tumeshukuru mkuu wa mkoa. Yale maelekezo unayotoa kwa watendaji wa kata, sisi tutakuwa tuna utaratibu wetu wa kupita. Sababu tukiona tuambie mheshimiwa huyu anatuharibia kura zetu. Kikao cha juzi tunaongea na watendaji, nasema kila mtendaji ana mchango wa ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Tunapomaliza uchaguzi, kwa mfano mimi kama mbunge au kama mwenyekiti wangu wa chama wa mkoa au katibu wangu pale, ukituangalia hapa hakuna anayetoa mashindano, ukituangalia hapa hakuna anayetoa hati, ukituangalia hapa hakuna anayejenga barabara, ukituangalia hapa hakuna anayetoa vibali vya ujenzi wala leseni. Maana kazi inakabidhiwa serikali. Sasa unakuta yule anayekabidhiwa baada ya miaka mitano tukirudi wanaitwa watuoji, wanatuadhibu sisi kwa uzembe wa watu ambao walipewa jukumu la kufanya kazi kwa miaka mitano. Kwa hiyo sisi kwenye wilaya yetu, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekubaliana ya kwamba jiji la Arusha hatutaonea haya mtu. Wakifanya vizuri, heshima ya chama chetu itakuwepo na mtu anabadilika na kama mneki. Heshima ya chama itakuwepo, na kwa interest ya uneki ningetamani kuona CCM inaendelea kushinda, si kwa kuwatisha watu, bali kwa mioyo yao kukubali kukipa chama hiki ushindi, kwa sababu kazi ilifanyika. Nakushukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, na mambo ambalo ni kama ombi na ushauri kwa ndugu zangu wa TANROADS. Serikali inawaza kupunguza vikwazo na kuruhusu ubia wa private sector. Nadhani sasa ni wakati sahihi wa barabara yetu kutoka Kilimanjaro Moshi kuja Arusha kuwa ya njia 8 na kujengwa na ubia na private sector, ili tuweze kufungua uchumi wa kanda yetu ya kaskazini. Tutakapokuwa tuna barabara ya njia 8, wananchi wa kawaida wataruhusiwa kuwa na njia zao za kupita, na wale wenye haraka anayetaka kwenda kuangalia mlima Kilimanjaro apita aende Karatu atalipia token ambayo itamwezesha kuwahi, kwa sababu huko tunakotembelea duniani kote ni jambo ambalo tunaliona linafanyika na ufanisi ni mkubwa na heshima ya taifa inakuwa imefanikiwa. Kwa sababu hiyo sasa tunaomba ndugu zetu wa TANROADS mlitazame, muone namna gani tunaweza kufanya feasibility study, kwa sababu nafahamu kutoka Maji ya Chai pale kwenda mpaka Kilimanjaro airport pale njia panda, feasibility study nafikiri itakuwa kamilika. Sasa tukimaliza kutoka Kilimanjaro airport tukafanya kwenda mpaka Moshi, itakuwa ni jambo rahisi sana kwamba na sisi kanda yetu, na ni kuhakikishia mheshimiwa mwenyekiti, kanda ya kaskazini ni wajanja na wanajua umuhimu wa muda, hawatashindwa kushirikiana na private sector, ili tukitandika hapa njia 8 tutakuwa tumebadilisha na uchumi wetu utakuwa umeinuka kwa kiwango kikubwa, na watalii hawatateseka. Sasa hivi tu tuna magari si chini ya malori 600 yanayopita kutoka Tanga, bado hujaweka watalii. Na mmeona nyinyi wenyewe ndugu viongozi, jiji letu la Arusha mheshimiwa rais kaamua kuwa jiji la mikutano. Ukiacha tu utalii, katuongezea mikutano. Sasa tunavyoongea, ujenzi unaofanyika hapa ni wa ukumbi mkubwa wa kisasa ambao Afrika Mashariki na Kati haupo, na mkandarasi yuko site wenye thamani ya bilioni 400. Tafasiri yake tutawaona marais wengi sana wakija katika jiji letu la Arusha. Tutaona shughuli nyingi za mikutano zikifanyika katika jiji letu la Arusha, na ndio maana tunapongeza sana serikali yetu chini ya Daktari Samia na Comrade Amos Makalla, ili tusukume haya mambo yaweze kubadilisha pia hata uchumi wa familia zetu.